Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kada ya bara John Heche amefichua madai mazito yanayohusu kuwepo kwa ofa kubwa ya kifedha kutoka kwa serikali iliyoelekezwa kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu akiwa gerezani ili akubali kuachana kabisa na harakati za kisiasa nchini. Taarifa hii imetolewa wakati wa mkutano mkubwa wa hadhara uliofanyika mkoani Katavi, ambapo mwanasiasa huyo mwandamizi alibainisha kuwa kiongozi wa juu walimfuata kiongozi wa Chadema huyo wa upinzani na kumpatia masharti ya kuwepo mabilioni ya fedha pamoja na uhuru wake iwapo tu angekubali kusaliti mapambano na kujitolea kwenye ulingo wa siasa za ushindani. Uchambuzi wa kina wa kashfa hii unaonyesha uwepo wa mikakati mizito ya kisiasa inayolenga kuwapoza viongozi wenye ushawishi mkubwa nchini ili kupunguza nguvu ya upinzani na kulinda maslahi ya mifumo uliopo madarakani. Hatua hii ya kuweka hadharani siri hizo imezua taharuki kubwa katika ulingo wa siasa za Tanzania, hasa ikizingatiwa kuwa tukio hili limevujuliwa saa chache kabla ya serikali kutoa agizo rasmi la kusitisha mikutano yote ya hadhara ya vyama vya siasa nchini kote. Mustakabali wa madai haya unadhihirisha jinsi ambavyo mazingira ya siasa nchini yameendelea kuwa magumu na yenye ushindani usio wa kawaida kati ya chama tawala CCM na vyama vikuu vya upinzani ikiongozwa na Chadema vinavyopambana kulinda nafasi zao. John Heche ameeleza kuwa kiongozi wao alikataa katakata ofa hiyo ya kifedha na kusisitiza kuwa yuko tayari kufia gerezani na kusimama na watu wake kuliko kuchukua utajiri utakaosaliti matakwa ya mamilioni ya Watanzania wanaotafuta mabadiliko ya kidemokrasia. Ingawa madai hayo ya ofa ya kifedha hayakuweza kuthibitishwa na mamlaka huru au kupata majibu ya moja kwa moja kutoka serikalini wakati ya maandalizi ya taarifa hii kumewekwa kwake hadharani, kunategemea taswira mpya ya jinsi mapambano ya ndani kwa ndani yanavyoendeshwa kwa siri kubwa. Sababu za kuibuliwa kwa hoja hii katika mkoa wa Katavi zinalenga kuamsha ari ya wafuasi wa upinzani waliopo pembezoni mwa nchi ili waone kiwango cha kujitoa ambacho viongozi wao wa kitaifa wanavyokionyesha wanapokuwa chini ya vizuizi vya kisheria na magereza. Uchambuzi wa mwenendo huu unaonyesha kuwa chama cha upinzani kimeamua kuigeuza kesi ya Lissu kuwa mtaji mkuu wa kisiasa na harakati kupitia kampeni maalum inayojulikana kama Free Tundu Lissu, ambayo imekwenda sambamba na madai ya kupatikana kwa katiba mpya. Katiba mpya inatajwa na viongozi hao kama suluhisho pekee ya kudumu litakalozuia uwezekano wa vyombo vya dola na serikali kuwakamata na kuwazuia wanasiasa wa upinzani kwa kutumia sheria za zamani zinazotoa mamlaka makubwa kwa wakuu wa mikoa na wilaya. Background ya viongozi hawa inaonyesha jinsi matukio ya nyuma ya kukamatwa mara kwa mara yanavyochangia kujenga mshikamano dhabiti ya ndani, huku wakiamini kuwa mfumo mzima wa mahakama na usalama unahitaji marekebisho makubwa ili kuizuia maelekezo ya kisiasa kuingilia michakato ya kisheria. Hali hii inaleta athari za kiuchumi na kijamii, kwani migogoro ya kisiasa isipoandikwa mifumo mizuri ya kisheria husababisha wananchi kupoteza muda mwingi kwenye mijadala ya kisiasa badala ya kujikita katika uzalishaji viwandani na mashambani. Katika mwendelezo wa mkutano huo wa Katavi, mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa chama hicho Brenda Rupia amechukua na kutoa msimamo mkali wa kishujaa, akibainisha kuwa chama kimejipanga kutoa kiongozi wao gerezani kwa njia yoyote ile, iwe mamlaka zinazotaka au hazitaki. Kauli hii ya kiongozi huyo wa habari inawakilisha mkakati wa mapambano ya wazi ambapo chama akitegemei tena huruma ya mahakama pekee, bali
kimejipanga kutumia shinikizo la umma na ushawishi wa wananchi ili kulazimisha kuachiliwa kwa mwanasiasa huyo. Elaboration ya msimamo huu inabainisha kuwa upinzani unaona kucheleweshwa kwa kesi hiyo kama mbinu ya makusudi ya kuweka kiongozi wao mbali na jamii ili asishiriki katika kujenga chama na kuhamasisha umma kuelekea chaguzi zijazo. Mwenendo huu inaleta mtihani mzito kwa mamlaka za usalama ambazo zinalalamikiwa kuisimamia amani bila kuonekana kukandamiza haki za msingi za raia za kujieleza na kuikanyika kwa majibu ya sheria za nchi. Mbinu na mbali na masuala ya bara, upande wa Zanzibar nao ulipaza sauti kupitia kwa mwenyekiti wa chama hicho kule visiwani Mzee Zeid, ambaye aliwakumbusha waliohudhuria umuhimu wa kukumbuka matukio ya kihistoria yaliyotokea tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Kiongozi huyo ameeleza kuwa kumbukumbu za damu za ndugu zao zilizomwagika siku hiyo zinapaswa kutumika kama chachu na msingi mkuu wa kuwaunganisha Watanzania wote katika kudai haki na usawa bila uoga. Mtazamo wake unasisitiza kuwa mapambano ya sasa ya kudai uhuru ya kisiasa na kuachiliwa kwa viongozi waliopo vizuizini hayapaswi kuleta mifarakano au migawanyiko mipya miongoni mwa raia, bali yanatakiwa kuwa chombo cha kujenga mijadala ya kitaifa kuhusu uwajibikaji wa vyombo vya dola na mustakabali wa demokrasia visiwani na bara. Uchambuzi wa hoja hii unaonyesha kuwa upinzani unajaribu kuunganisha malalamiko ya kihistoria ya pande zote mbili za muungano ili kutengeneza vuguvugu kubwa lenye mwelekeo wa kitaifa. Mwenyekiti wa baraza la wanawake la chama cha Chadema hicho kitaifa, Sharifa Suleiman, alihitimisha msururu wa hotuba hizo kwa kutoa kauli yenye mwelekeo ya kiharakati, akieleza kuwa haki haijawahi kuombwa kwenye sahani ya dhahabu, bali ni kitu kinachopaswa kutafutwa kwa nguvu na mshikamano wa dhati. Kauli hii inalenga kuhamasisha jamii, hususan wanawake na vijana, kujitokeza kwa wingi katika shughuli za kiraia na kisiasa ili kujenga shinikizo litakalo lazimisha utawala uliopo madarakani kuheshimu misingi ya utawala wa sheria na haki za binadamu. Hali hii inaonyesha jinsi mashirika na mabaraza ya ndani ya vyama yanavyotumika kimkakati kusambaza ujumbe wa mapambano katika ngazi za chini kabisa za jamii ili kujenga uelewa mpana kuelekea madai ya mageuzi ya kisiasa nchini. Mwitikio wa mwananchi katika mkutano huo wa Katavi ulionyesha kuwa ujumbe huu umepokelewa kwa hisia chanya na unatarajiwa kuendelea kuwafinya na kufanyiwa kazi hata katika kipindi hiki ambacho mikutano imezuiliwa.